Bana, hii ni Ready Pro Media, moja kwa moja kutoka Kasulu. Tumefunga safari mpaka wilayani Kasulu kwa lengo la kumcheki jamaa yetu ambaye tumemwona katika mitandao ya kijamii akiwa ana trend sana na kile ambacho amekuwa akikifanya, na kikubwa zaidi ni mpiga ngoma mashuhuri sana mkoa wa Kigoma, ambaye amekuwa akitrendi kutokana na namna ya upigaji wake wa ngoma, tofauti na ambavyo tumekuwa tukiwazoea na kuwaona watu wengine ama wapiga ngoma wengine ambao wamekuwa wakifanya kazi yao. Huyu ni Sauli Alexi, ni mwimbaji wa kwaya lakini pia ni mpiga ngoma wa kwaya. Ni kwaya mtakatifu nani? Mikaeli Malaika Mkuu, Mwilamvya Kasulu. Kwaya mtakatifu Mikaeli Mkuu, ni parokia ya Mwilamvya. Maximilian Maria Kobe. Okay. Bana, Sauli, mambo vipi? Aise poa. Uko fresh? Aise niko fresh kabisa. Safa. Tumekuona sana ukitrend katika mitandao ya kijamii na watu wanajiuliza ile kwaje huyu jamaa ametokea wapi, anawezaje kupiga ngoma kwa staili hizi? Uliingiaje kwenye kupiga ngoma? Kwanza nashukuru. Kama nilivyosema, majina yangu mimi naitwa Sauli Alex James. Natokea wilaya Kasulu. Maeneo ya Mwilamvya, na naimbia kwa mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Mwilamvya katika parokia ya mtakatifu Maximilian Maria Kobe Mwilamvya Kasulu. Basi namna ambavyo niliingia kwenye utume wa uimbaji, nimeanza nikiwa bado mdogo kwenye Utatu Mtakatifu, anasema shirika mtoto Yesu. Basi huko ndiko nilikoingia, ndiko nilikoanzia kipindi mkiwa wadogo, kuanzia shule ya msingi shirika mtoto Yesu. Pale ndipo nilipoanza kujifunza ngoma tukiwa na watoto wenzetu wakati tukiwa shirikani. Shuleni kile ulikuwa umetashumita kwenye makwaya. Ndio alikuwa mambo yako. Kipindi kile nakumbuka kuna wakati kuna waziri fulani aliwahi kuja nikiwa mwanafunzi wa shule ya msingi, maana mimi nimesomea Murubona. Basi kipindi kile nakumbuka mimi ndio nilikuwa mpigaji wa shule. Nikiwa shule ya msingi. Na ndiko nilikoendelea na kipaji changu cha kupiga ngoma mpaka sekondari. Basi na katika maisha ya kila siku ya kwetu nimekuwa nikiendelea pia na kipaji cha kupiga ngoma. Sasa kwa nini ngoma na sio vyombo vingine vya muziki? Kwa sababu kwenye kwaya, na hasa hizi kwaya za Kikatoliki, utakuta kuna kinanda, lakini pia utakuta kuna wale wa piga vinyanga vile kwenye kayamba sijui nini. Kwa nini wewe ulienda kwenye ngoma na sio kwenye kinanda ama piano kama ambavyo wengi tungewaza huyu jamaa angeenda kwenye piano? Wakati ule nilikuwa kwenye shirika mtoto Yesu. Kitu cha kwanza ambacho kilikuwa kinapatikana kwanza ilikuwa ni ngoma kwa urahisi sana, kwa sababu tukiwa watoto kwenye shirika lile tulikuwa tunaimba zile nyimbo za ngonjera za utamaduni. Kwa kitu ambacho kilikuwa kinapatikana kwa urahisi kwanza ilikuwa ni ngoma. Mimi nilikuwa niko Kumsenga, tulikuwa tunaimbia Kumsenga shirika mtoto Yesu. Kwa hiyo ile michezo ile ya shirika mara nyingi ilikuwa inatumika kwa ngoma na sio kinanda. Sio kinanda. Sasa wale waliokuwa wanapiga ngoma pale tukiwa bado wadogo, basi mimi nikawiwa kujifunza. Katika kujifunza kupiga ngoma, basi nikajikuta naendelea na kupiga ngoma. Nimejikuta naendelea na kupiga ngoma, lakini pia sasa ikaingia damuni, nikaipenda pia na fani ya kupiga ngoma. Japo kinanda nilikuwa napenda ningejifunza, lakini kwa kweli imefikia hatua tunaona kwamba kwa kweli ngoma imekuwa ndio sima kipaji changu, na ni kipaji changu nakitumia kadri ambavyo Mungu amenijalia, na naipenda pia kazi ya kupiga ngoma. Wewe ukipewa ngoma, ukipewa kinanda sasa hivi ukigusi, yani unakiona kwa mbali? Kwa kweli kinanda nakiangalia tu kwa macho. Sina namna ambavyo naweza nikakipiga. Hapana, kwa kweli kinanda nikitazama tu kwa macho. Na mimi pia nashangaa
wataalamu wa kupiga kinanda namna gani wanapiga kinanda vile, kwa nini wanapiga kinanda vizuri. Kama vile ambavyo wao wananishangaa namna ambavyo mimi ninavyopiga ngoma. Kwa mimi wakati mwingine mimi kwa sababu chakula cha masikio ni kusikia. Kwa hiyo unakuta unasikia ladha zile za upigaji wa kinanda, lakini pia hata mimi ninapokuwa napiga ngoma ladha zile za upigaji wa ngoma nazisikia zinaingia mpaka moyoni. Sasa Sauli, mimi wanajiuliza, nimewahi kukuona kwenye matukio kadhaa unapiga ngoma kama 10, sijui 12, sijui ngapi. Yaani idadi yako ya mwisho kabisa kupiga ngoma wakikutengea hapo zinatakiwa ziwe ngapi? Ili kwa kweli ni enjoy kupiga ngoma ni ngoma 12. 12. Yaani nikipata ngoma 12 kwanza nakuwa proud sana. Najisikia amani kwa sababu kila ngoma ina mlio wake. Ukiwa na ngoma chache kuna baadhi ya vitu na vimisi. Lakini ukiwa na ngoma nyingi unakuwa na machaguo mengi. Unakuwa na machaguo mengi ya kupiga. Kuna wakati unaweza kuzichanganya kwa wakati moja zote, lakini kuna wakati unakuwa na ngoma zile ambazo ndio mwongozo wako kama key. Zinakuwa kama ngoma 5 kwa wakati mmoja, unaweza kuwa unazipiga zote kwa wakati mmoja au 3 kwa wakati mmoja. Unapohitaji sasa wakati ule wa free organ, unaweza kuwa unaamua unazichanganya zote kwa wakati mmoja. Lakini lazima ziwepo ngoma ambazo ni mwongozo kama key. Hizi ngoma nyingine ni kama unavyo ukiwa unapiga kuna kachumbali, kuna nyanya, kuna kitunguu na nini madikodiko. Sasa zile zingine ni madikodiko. Kuna ngoma ukisikia wakati labda wanapoimba kitikio unaisikia namu inakubali. Lakini pia kuna ngoma wakati ukigusa wanapoimba bet unasema yes, hapa ndio wakati wake. Okay. Sasa hiyo sawa. Na kwa tafsiri hiyo ili ngoma sisi tunaosikiliza zile ule muziki ule ili tusikie ladha nzuri. Ndio. Ngoma inatakiwa iwe katika hali gani? Yaani inakuwaje inatoa mlio mzuri? Kwa mfano kwa ngoma za kwetu hizo kienyeji. Hizi zimezoambwa kwa ngozi ya ng'ombe. Kwanza ngoma zinatofautiana size. Vile vindu vimetengenezwa kwa size tofauti. Lakini katika uambaji zinawambwa kwa design pia tofauti. Kwa hiyo unajikuta kila ngoma inakuwa na mlio wake. Ukiwa na ngoma zote 12 au ngoma 10 zikawa na mlio sawa, hakuna unachokifanya kwa sababu unapata ladha moja. Kwa hiyo unapokuwa na ngoma ambazo zinatofautiana milio, maana hata ladha yake inakuwa ni tofauti. Kwa sasa ili ngoma isikike ilie vizuri. Kwanza kwa ngoma zetu hizi ambazo huwa zikipata baridi zinapoa. Zikipata joto zinawambwa vizuri. Huwa tunazianika kwenye jua ili zikae vizuri, ili ngozi ifanyeje ishike vizuri. Na kama jua hamna basi tunalazimika kuka moto, tunazipasha kwenye moto. Sasa zile ngoma zikisha bamba vizuri, unajikuta sasa kila ngoma inakuwa na mlio wake. Sauti nzuri. Sasa wakati wa kuzipiga kuna machaguo pia ya sauti. Kuna ngoma ukigusa na ngoma nyingine inaleta mlio mbaya. Kuna ngoma ukigusa na ngoma nyingine unaisikia ina mlio mzuri. Kwa hiyo inabidi ujue. Yaani ni kama ni mfano wanavyosema kwamba kwenye kinanda kuna zile do re mi fa sol la ti do. Zile doti zinavyolia zinalia tofauti. Sasa hata ngoma unavyoipiga unatakiwa uipige kufuatana na milio inavyolia. Kwa ukiipiga vibaya unaweza kuipiga hii na hii ikakuletea msikiko mbaya. Lakini ukiipiga hii na hii ikakuletea msikiko mzuri. Kwa hiyo pia hata utaalamu wa upigaji wa ngoma, watu wengi wanajua kupiga ngoma, lakini hawajui kuchanganua sauti za ngoma. Anaweza kama unajua tu kupiga ngoma vizuri tu, anaenda na mapigo vizuri, anaenda na mwendo vizuri, vituo, lakini ule uchanganyaji wa sauti ukawa hawezi kuchanganya sauti. Hilo darasa tulikuwa tulijui. Kuna clip moja nilikuona. Bana umepiga viungo karibia vyote vya mwili wako. Umepiga kiwiko, umepiga kichwa, umepiga mikono, umepiga miguu. Kuna muda nikaona hadi umerukia ukakalia. Sema huyu jamaa vipi? Sawa. Inakuwaje? Kwanza namshukuru Mungu.
Mungu anaendelea kunijalia afya njema na viungo vyote tumepewa na Mungu. Namshukuru Mungu mimi ni mzima viungo vyote. Lakini pia Mungu amenipa kipaji cha kutumia na viungo vyangu. Napopiga ngoma, tunapokuwa tukiwa wakati wa misa takatifu, tunafuata liturujia kama inavyosema. Tunatakiwa tutumie mikono tu. Lakini tunapokuwa tukiwa nje, labda kwenye ushereheshaji, labda kwenye matamasha mbalimbali, au kwenye sherehe, kwenye harusi, baada ya misa takatifu, au baada ya ibada, tunapokuwa kwenye sherehe, tunapokuwa tunasherehesha, pale ndipo ambapo mtu anaweza kutumia viungo vyote. Sasa mimi huwa naweza vyote hivyo. Ninaweza kupigia kichwa, naweza nikaona changanya ngoma alafu nashtukia kia mwisho napigia kichwa, au napigia kiwiko, hivi hapa, au napigia hata huku, kwa sababu ninao uwezo wa kupigia hata huku. Huku mimi natoka fresh. Sehemu zote zinalia ngoma kwa sababu huku panalia. Nikipigia huku panalia kama kawaida. Na kiuno natumia ikiwa ni sehemu tu ya kusherehesha, kwa sababu wakati mwingine wakati wa furaha, kwa kweli tuseme ukweli, kuna wakati mwingine ni kama mzuka unapanda. Namna ambavyo waimbaji wanavyokuwa wanaimba, namna unavyomuona kwa hamasa anavyo conduct, unavyomuona nani mpiga kinanda anavyopiga, kunakuta vibe linapanda. Vibe linapopanda mwilini na mwili ushachemka, unajikuta bila kupoteza mapigo, bila kuathiri uimbaji na bila kuathiri mwendo, na kuwa na uwezo wa kutumia vyote hivyo. Mpaka tumbo natumia. Nina uwezo kuzima ngoma kutumia tumbo. Naona. Sasa mbali na hii ya kwaya na nini, unajua kwenye kutafuta maisha tunajitafuta pia kwa namna nyingi. Mbali na hii, unajishughulisha na kitu gani kwa ajili ya kupata riziki angalau kwa ajili ya familia na watoto? Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni mjasiriamali, mfanyabiashara mdogo. Nafanya biashara ya urembo pale Kasulu, soko kuu pale. Tunapaita mjini. Kariakoo. Kasulu. Maana kila sehemu, kila mji una sehemu yake ambayo ni kubwa kidogo. Kwa mimi niko pale nafanya biashara ya urembo, nauza pia matoi ya watoto, michezo mbalimbali ya watoto. Nauza. Kwa hiyo mbali na kwenye ngoma, tukikutafuta ukiachilia kanisani uko yani upande wa kanisani na upande wa upigaji huu ni kwa ajili ya kumwimbia Mwenyezi Mungu na kumpa sifa na utukufu jina lake. Lakini pia sasa kwa habari ya utafutaji sasa, namna ambavyo watoto wanaweza kaishi na familia yangu, ni ofisi nyingine kabisa, kwa sababu mimi upigaji huu siutumii kama ni sehemu ya kujitafutia kipato. Huu unautumia tu kwa ajili ya ushereheshaji na kumwimbia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumpa sifa na utukufu. Kiachilia yote haya ambayo tumezungumza, kuna kitu gani kingine ambacho ungetamani yule anayekutazama sasa hivi kupitia Red Pro Media aweze kukisikia na kukipata kutoka kwako? Kwa kweli mimi nachowaomba tu watazamaji waendelee kuiangalia TV yetu hii. Vitu vingi wataviona. Kipaji changu watakiona kwa kupitia upigaji wa ngoma, kwa sababu ninaweza kupiga ngoma nikiwa nacheza pia. Kwa kweli Mungu, namshukuru Mungu, amenibariki, tuseme amenipatia. Kwa sababu ninaweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Ninaweza kupiga ngoma nikiwa naimba, lakini pia naweza kupiga ngoma nacheza na nikiwa naimba. Kwa hiyo mimi nawaomba tu watazamaji waendelee kuiangalia channel yetu hii. Kama ni kusubscribe, wasubscribe sana. Kama ni kushare, washare sana, waweke comment zao. Lakini pia tunapokea maoni mbalimbali. Kile ambacho labda haridhishwi na kile ambacho tunakifanya, tunapokea pia na ushauri, kwa sababu sisi si wa mwisho, sisi ni binadamu. Wakati mwingine unaweza kufikiri kwamba unafanya vizuri sana, kumbe wakati mwingine unateleza. Kwa hiyo na kwenye mitandao ya kijamii upo? Kwenye upande wa mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la
Sauli Alex mpiga ngoma ni YouTube. YouTube. Sauli Alex. YouTube Sauli Alex mpiga ngoma wa Kasulu. Instagram, Instagram, Facebook. Kwa kweli Twitter na Facebook huko sivyo. TikTok wala nipo. TikTok. TikTok. Upo. Nipo TikTok. Unatumia majina gani? Ni Sauli Alex. Natumia Sauli Alex mpiga ngoma. Kwa hiyo waki search Sauli Alex wanakutana na nini hasa? Kwa kweli wanakutana na ngoma na milio ya ngoma, upigaji wa ngoma sana, ndicho hicho wanachokutana nacho. Sina vitu vingine ambavyo ninavifanya na viweka, hapana, labda hasa ni talanta hiyo na kipaji ambacho nimepewa Mwenyezi Mungu, ndicho ninachokutana nacho. Bana, shukrani sana Sauli. Asante sana, Mungu awabariki sana. Asante bana. Huyu ni mshikaji wetu anaitwa Sauli Alex. Tumemfuata hapa wilayani Kasulu kwa lengo moja tu la kumfahamu na kujua ni kwa namna gani anatumiaje kipaji chake cha kupiga ngoma, na mwisho wa siku kimempa umaarufu kwa kiwango gani, lakini pia kina kitu gani anakifanya nje ya kupiga ngoma. Tumemsikia na amezungumza mengi tu, na usisahau basi kumtembelea katika channel yake ya YouTube ya Sauli Alex mpiga ngoma, lakini usisahau pia kusubscribe YouTube channel yake hiyo, na hapa usisahau pia kushare, kucomment na kulike YouTube channel yetu ya Ready Pro Media kwa taarifa zaidi. Mpaka wakati mwingine, mimi sina la ziada. Naitwa Boaz Bartholomeo Zobanya na hii ni Ready Pro Media.